Wakazi wa Elda-Maravini, kaunti ya Baringo, wamefanya maandamano ya amani kufuatia ongezeko la vifo vinavyohusishwa na matumizi ya pombe haramu, watu 10 wakidaiwa kufariki chini ya miezi mitatu. Wakazi hao waliandamana hadi kwenye mahakama ya eneo hilo wakidai kuwa washukiwa huachiliwa kwa dhamana ya chini na kurejea kwenye biashara hiyo kila wanapokamatwa. Wakati huo huo, washukiwa wawili waliokamatwa hapo jana wamefikishwa katika mahakama ya Ravin, mmoja wao akifungwa kifungo cha miaka 2. Ken Gashuhi na taarifa hiyo kwa kina. Jumatatu asubuhi, mamia ya wakazi wa Elda-Maravini, kaunti ya Baringo, waliojawa na hamaki waliandamana wakilalamikia vifo vya vijana kutokana na unywaji wa pombe haramu. Tumechoka na sumu ambayo inauzwa katika mji wa Elda-Maravini na inapelekwa kwa vijiji na watu wanakunywa sumu. Sumu hii inaitwa ethanol. Ukiangalia saa hizi vijana hata kupata watoto ni shida. Mpaka lini watu wangapi wakufe ndio tuweze kuchukua hatua? Sisi kama wananchi tumesema ya kwamba hii itakuwa ya mwisho. Baadhi wakilaumu mahakama kwa madai ya kuachilia wauzaji wa pombe haramu kwa dhamana ya chini zaidi. Mtu ukishikwa na illicit brews ama kila aina ya miandarati ufungwa na uwekewe bond hata ya milioni 10 ili uende uzame kule kotini, kwa sababu we cannot afford to lose our generation and our children and our future just at an expense of one person. Mtu anaenda anakamatwa na bado anarudi kufanya ile kazi amekuwa akifanya. There's just been something foul, something has not been done right for the many years. Kunoga kwa biashara ya pombe haramu eneo hili inajidhihirisha kupitia idadi kubwa ya washukiwa ambao huwasilishwa mahakamani kila siku. Mshukiwa mmoja akiwa James Nderito, ambaye alikamatwa na lita 255 za kemikali ya ethanol yenye thamani ya shilingi 600,000 ambayo ni kiungo kikuu cha pombe hiyo. Hakimu mkazi Boaz Ombewa akielekeza mshukiwa huyo kuzuiliwa hadi Jumatano atakapotoa maelekezo ya dhamana. Ilipatikana na ethanol lita 255 ya dhamana ya shilingi 612 ya yellow, ambayo ilikuwa inafaa ikuwe imelipiwa tax ya shilingi 452,880. Ni kweli ama sio kweli? Mshukiwa mwingine akiwa Christina Kabona aliyekiri mashtaka ya kupatikana na lita 160 za busaa inayotambuliwa kama mojawapo wa vileo, akihukumiwa miaka 2 gerezani au faini ya shilingi milioni 1. Nyingine kwa jerrycan 4 ya lita 20 ya yellow. Ni kweli ama sio kweli? And the public interest in this matter, accused shall pay a fine of 1 million in default to serve 2 years. Hivi karibuni wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakifanya msako wa pombe haramu kama jamii, licha ya amri ya rais kwa maafisa wa serikali ikidaiwa kuwa watu wasiopungua 10 wameaga dunia katika eneo bunge hilo chini ya miezi mitatu iliyopita kutokana na ulevi wa pombe haramu. Ken Gashuhi, KTN. Kwingineko, mtazamaji, polisi jijini